Karibu kwenye siku ya kihistoria, karibu kumtazama mwekundu wa Msimbazi, karibu kwenye siku ya Simba Day. Hapa tunaenda kutazama mwekundu wa Msimbazi ambaye anaenda kufanya jambo lake la kihistoria, na hii yote ni baada ya kusajili wachezaji ambao wamewasajili kwenye dirisha hili kubwa la usajili, lakini pia hili tukio ni kwa ajili ya kutambulisha hawa wachezaji waliokuja kuongeza nguvu kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Lakini kubwa kuliko, tutashuhudia mtanange kati ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya Polisi ya Kenya. Sasa hivi vyote tunakuletea hapa Tubone Media, tupo live kabisa. Lakini kubwa kuliko ni baada ya kocha wa wekundu wa Msimbazi Steven Baka ambaye tayari ameshatangaza kikosi ambacho kitaenda kushiriki kwenye Simba Day ama First 11 ambayo itaenda kumenyana dhidi ya Polisi Tanzania siku ya Simba Day. Vyote hivi unavipata hapa Tubone Media. Wewe kama mwana Simba, wewe kama mpenda michezo, basi kaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia nikukumbushe tu, kuna kitu kimeandikwa subscribe hapo chini. Kama bado hujabonyeza, basi hakikisha umebonyeza hiyo alama. Moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani, na utakuwa unapata matangazo live kabisa kutoka hapa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, ambapo Simba Sport Club anaenda kufanya jambo lake. Lakini utuambie, wewe ni wekundu wa Msimbazi, wewe ni mwana Simba, unaitakia Simba Sport Club ushindi, lakini pia unaitakia heri Simba Sport Club siku ya Simba Day ukiwa mkoa gani ama ukiwa nchi gani? Tuambie hapo kwenye comment. Sasa moja kwa moja tunaenda kutazama kikosi ambacho mwalimu Steven Baka ameamua kuja nacho mbele ya wekundu wa Msimbazi. Lakini kabla tujatazama kikosi, twende tukatazame baadhi ya nyota kadhaa ambao wameshaletwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu kwenye kikosi hicho. Moja kati ya sajili ambazo Simba Sport Club wamefanya ni Mohamed Dumbia. Huyu steka kabisa huyu ambaye wamemsajili kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji la wekundu wa Msimbazi. Lakini mwingine ni Kelexo Makgalwa, winga machachari huyu. Tumeuona uwezo wake kwenye baadhi ya friendly match Simba Sport Club ambazo amecheza. Huyu winga wamemsajili kutoka Sekokune United. Lakini mwingine ni Ibrahim Jabal, midfielder huyu. Tumemuona uwezo wake, lakini pia tumeona jinsi anavyofanya. Lakini Mo ameahidi kuleta zawadi ya namba 6 kwenye siku ya Simba Day. Je, ni mchezaji gani huyu Mo ambaye anakwenda kumtambulisha live kabisa kwenu wana Simba? Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe live kabisa, usipitwe na matukio haya moja kwa moja kutoka Uhuru jijini Dar es Salaam. Naam, sasa twende tukatazame kikosi ambacho kimeanza kwenye Simba Day na mwalimu Steven Baka ameamua kukiamini na kuanza nacho. Tunaona sasa mwalimu kocha Steven Baka ameamua kuja na mfumo mwingine tofauti kwenye siku ya Simba Day, na huu mfumo ndio ambao utatumika kwenye ligi na michuano ya msimu mpya 2026 2027. Sasa kwenye kikosi ambacho amekianzisha mwalimu Steven Baka, namba 1 ni Djibril Kasala ambaye tunafahamu uwezo wake, lakini pia ndiye golikipa namba 1 wa wekundu wa Msimbazi. Na namba 2 ameanza na Duchu baada ya Shomari Kapombe kuumia, kupata majeraha ambayo yanamlazimu akae nje. Hivyo basi namba 2 ameanza na Duchu, na namba 3 ni Nixon Kibabage, namba 4 ni Lucien Delac, na namba 5 ni Toule. Lucien Delac na Toule wanatengeneza pacha katikati na ndio viongozi wa kuzuia mashambulizi, lakini pia viongozi wa kuanzisha mashambulizi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Namba 6 ni Kagoma, na namba 7 ni Geye, na namba 8 ni Jabali. Ingizo jipya hili la wekundu wa Msimbazi, Ibrahim Jabal amepata nafasi ya kuanza leo hii kwenye siku ya wekundu wa Msimbazi, siku ya kihistoria duniani. Simba Sport Club anaenda kufanya jambo lake. Lakini namba 9 ni Dumbia, na huyu naye pia ni ingizo jipya la wekundu wa Msimbazi, amesimama kama forcing number 9, yani forcing number 9. Hili ni ingizo jipya la wekundu wa Msimbazi, lakini pia ni bara jipya mjini. Namba 10 ni Kratos Chota Chama, na namba 11 ni Oula. Naam, sasa hicho ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi ambacho kitaanza dhidi ya Polisi Tanzania. Sasa moja kwa moja ukianza kuangalia nature ya kikosi hiki, unaanza kuona kabisa wekundu wa Msimbazi wamesajili watu kweli kweli kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu. Je, Polisi Tanzania anaweza akachomoka? Kwa maana sio hawa tu wanaoanza, bali pia waliokaa benchi. Pia kuna watu tunaanza kumtazama kama Elim Panzu ambaye amekaa benchi, lakini pia Inosospin Loemba ambaye amekaa benchi. Wote hawa wana uwezo mkubwa sana. Hivyo basi wekundu wa Msimbazi kutokana na
na kikosi chake kipana, kocha Steven Baka ameamua kuanza na hawa hapa. Hii ni siku ya kihistoria, hii ni siku ya wanasimba, hii ni siku ya Simba Day. Wanasimba wote tupo hapa kwa ajili ya kuitazama mchezo huu, lakini pia tupo hapa kwa ajili ya kutazama matukio mbalimbali ambayo yanaendelea muda huu kwenye Simba Day. Lakini wewe unayetutazama, je, utuambie wewe ni Simba Sport Club, unatutazama ukiwa mkoa gani? Lakini pia ukishamaliza kutuambia, utuambie unaitakia heri siku ya wanasimba ya kihistoria duniani ukiwa mkoa gani ama ukiwa nchi gani? Tuambie hapo kwenye comment, na wanasimba wote tunakutana hapo kwenye comment. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na matukio kutoka hapa Uhuru jijini Dar es Salaam. Matukio yote yatakuwa live. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, tukutane kwenye matukio mengine.